Bwana, shukrani sana, na hii leo ni siku nyingine kwa upande wa klabu ya Simba baada ya kushuka dimbani hapo siku chache zilizopita kwenye upande wa mechi za kimataifa, na kama ambavyo tunafahamu kwa sasa wanasubiri tu hatua ya pili, lakini kama ambavyo tunajua ni kwamba sasa hivi ni back to back, mechi ni kila muda, na siku ya hii leo tunafahamu kwamba kwa upande wa klabu ya Simba wanashuka dimbani kuvana na Namungo FC, moja ya mechi ambayo itakuwa ni nzuri, na mechi hii inachezwa majira ya saa 2:15 za usiku kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Na siku ya hii leo kwenye upande wa bench si tena Hemed Morocco kama ambavyo tuliweza kuona kwenye mechi iliyopita. Kwa mechi ya siku ya hii leo ni kwa upande wa Selemani Matola ambaye anasimama kwenye benchi la ufundi kusimamia na kuweza kutazama ni kipi hasa ambacho kwa upande wa klabu wanahitaji. Ni alama 3 ndizo ambazo zinahitajika, na tayari ninacho kikosi hapa kwa upande wa klabu ya Simba ambacho kinashuka dimbani kuvana na Namungo. Kabla sijakwenda kukutazamia kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito, karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa Simba dhidi ya Namungo. Kwa upande wa golikipa yupo Yakubu Suleiman. Ni golikipa ambaye anakuja juu zaidi kutokana na ujasiri wake mkubwa. Kwa upande wa klabu ya Simba waliweza kumsajili kutoka ndani ya JKT Tanzania, na huu ni mchezo wake wa kwanza kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Mechi iliyopita tuliweza kuona namna ambavyo aliweza kucheza vizuri, yani kwenye upande wa mechi ya kimataifa. Kwa sasa anapata nafasi kwenye upande wa mechi ya ligi. Hivyo kwa upande wa mwalimu Selemani Matola atakuwa anataka kumjenga, kumtazama zaidi kama ni chaguo la kuaminika ndani ya kikosi hicho kulingana na kipaji ambacho alichonacho, ambacho aliweza kuonyesha kwenye mechi zilizopita. Hivyo mambo yatakuwa hivyo. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Huu ni kiongozi lakini pia ni nahodha ndani ya klabu. Anajulikana zaidi ambavyo amekuwa akipanda zaidi. Kwa upande wa mwalimu Selemani Matola atakuwa akimhitaji Shomari Kapombe kuongeza mashambulizi zaidi kupitia kwenye eneo la pembeni kulia. Lakini pia kwenye upande wa beki pembeni kushoto yupo Nabi Kamara. Huyu kwa upande wa Nabi Kamara tunafahamu, huyu tunasema kwamba popote mpe namba tu, namna ambavyo amekuwa na uwezo wa hali ya juu. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kudhibiti kwenye eneo la ulinzi kuliko zaidi kushambulia, kwa sababu kutokana na vile ambavyo amekuwa akicheza. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Rashid Dirak. Huyu ni beki ambaye amekuwa na uwezo wa hali ya juu tangu ametua. Tunaona namna ambavyo amekuwa na uwezo wa hali ya juu. Huyu ni kiongozi kwenye eneo la katikati kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Yeye jukumu lake zaidi itakuwa ni kuongoza safu ya ulinzi. Lakini pia Chamu Karabu yupo kwenye upande wa eneo hilo la beki wakati akisaidiana na Rashid Dirak. Kwa upande wa Chamu tunafahamu yeye ni mzuri zaidi kwenye kufanya tackling, lakini pia kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji yeye ndio kuwa karibu zaidi ya washambuliaji kuliko Rashid Dirak, kwa sababu Rashid yeye ni mzuri zaidi hata akiwa mwishoni amekuwa na uwezo huo. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa kiungo mkabaji yupo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Yusuf Kagoma kwa siku za hivi karibuni tunaona namna ambavyo amekuwa ni mchezaji ambaye ana hali ya kuwazuia zaidi wapinzani. Kwa upande wa kocha, huyu ndiye atakuwa akimhitaji zaidi kuwalinda mabeki ili wasikutane na mipira kwenye eneo la katikati. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Alassane Kante. Kwa upande wa Alassane Kante tunafahamu ni moja ya kiungo mwenye akili ya mpira, pasi za uhakika na uthabiti. Yeye kwa upande wake atakuwa akihitajika zaidi kuunganisha ulinzi na kwenye eneo la kushambulia. Wakati huo pia kwenye eneo la kiungo mshambuliaji yupo Jean Charles Ahoua. Huyu ndiye mchezaji ambaye anatazamwa zaidi kulingana na ubunifu wake kwenye eneo la katikati. Anaweza kupiga foul vizuri, anaweza kupiga kona vizuri. Kwa upande wa kocha, huyu ndiye atakuwa akimhitaji zaidi kuweza kutengeneza nafasi za mabao. Lakini pia kwenye upande wa washambuliaji ambao wanacheza kwenye eneo la pembeni yupo Maurice Abraham, yani huyu ni winga wa kulia, ni kijana chipkizi ambaye tayari ameonyesha uwezo wake, ameonyesha kwamba ni mchezaji ambaye ni thabiti zaidi. Kwa upande wa kocha anaendelea kumpa nafasi kwa ajili ya kuendelea kuonyesha uwezo wake kwa ajili ya kuvunja pia ngome ya Namungo. Lakini pia Elie Mpanzu atasimama kwenye eneo la winga pembeni kushoto. Huyu ni mchezaji ambaye amekuwa na kasi, lakini pia ana uwezo wa kupiga cross, ana uwezo wa kuingia ndani. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtegemea zaidi kwa kulingana na ubora wake na uwezo wake namna wa kuingia kwenye eneo la katikati, akimsaidia mshambuliaji wa mwisho ambaye ni Steven Mukwala. Huyu ndiye ambaye atakwenda kusimama. Huyu ni tunasema kwamba yeye atakuwa anasimama kwenye eneo la katikati kwa ajili ya kusubiri kupigiwa cross na Maurice Abraham pamoja na Elie Mpanzu.